niipongeze pia timu ya Simba Sports kwa kufanikiwa kuingia nusu fainali ya kombe la washindi Afrika. Naomba tu nitumie nafasi hii kuwakumbusha wenzenu walicheza fainali, nyinyi mjipange mkachukue kombe. Mpira ni ushindani, mpira ni uwekezaji, lakini mwisho wa siku mpira ni furaha na mpira ni burudani. Mheshimiwa Spika, naomba kuhakikishia kuwa maoni na ushauri uliotolewa kwa bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, fungu 65 na fungu 15 kwa mwaka 2025-26 yote tumeyazingatia. Mheshimiwa Spika, niombe pia kutoa shukrani za dhati kwa waheshimiwa wabunge wote kwa michango na ushauri wao ambao kwa kiasi kikubwa umelenga kuboresha utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu. Kwa namna ya kipekee, ninaomba kuwatambua na kuwashukuru waheshimiwa wabunge wote waliochangia hotuba ya Waziri Mkuu kwa kuongea na kwa maandishi. Ninaomba orodha yao iingie kwenye ansari kama ilivyo. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya pili ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Juni mwaka 2020 inayohusu kujadili utekelezaji wa bajeti ya wizara, ninaomba sasa kwa heshima na taazima uniruhusu nitoe ufafanuzi wa baadhi ya hoja ambazo waheshimiwa wabunge walizichangia na kutoa ufafanuzi, na hoja nyingine zilizofafanuliwa na waheshimiwa hoja nyingine zitafafanuliwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapokuwa anahitimisha hoja yake. Mheshimiwa Spika, kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii, kamati ya kudumu ya Bunge ya ustawi na maendeleo ya jamii ilikuwa na hoja 7 zilizotolewa kwa niaba yao na Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati yetu. Mheshimiwa Spika, nataka kutumia nafasi hii kwanza kuishukuru kamati kama nilivyoeleza mwanzo kwa michango yao mizuri, lakini pili kwa kumbukumbu na maelekezo ambayo sisi kama wizara tumeyachukua. Mheshimiwa Spika, nataka kuhakikishia bunge lako lakini pia kuhakikishia kamati kuwa michango yao yote imechukuliwa na itafanyiwa kazi. Mheshimiwa Spika, kwa kuwa maelezo mengine yalishatolewa mwanzo na Mheshimiwa Naibu Waziri, naomba kuna maeneo uniruhusu niweze kujazia nyama na mengineyo kutoa ufafanuzi zaidi ili bunge lako lisiwe na muda mrefu wa kusikiliza repetition ya maneno baada ya kuendelea mbele kujadili hotuba ya bajeti iliyo mbele yako. Mheshimiwa Spika, katika maeneo ya kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata fursa ya kupewa nafasi ya kufanya kazi nje ya nchi, Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo mazuri yaliyotolewa na Mheshimiwa Naibu Waziri, nataka kuongezea kwamba serikali imekamilisha sasa mfumo wa ESMIS ambao mfumo huu unasaidia kuunganisha taarifa za wenzetu wanaokwenda kufanya kazi nje ili waweze kuunganishwa na mifumo ya kibenki ikiwezekana katika hapa Tanzania, ili zile remittances zinazokuja, Mheshimiwa Spika, ziweze kujulikana. Leo hii tulipo katika moja jambo kubwa ambalo bunge lako katika michango yao limeelezwa kwa sauti ya juu sana ni hesabu ndogo ya marejeo ambayo yanaletwa nchini kwetu. Nataka tuhakikishie Mheshimiwa Spika, moja ya kipengele ambacho kimekuwa ni changamoto kwetu ni kukosekana kwa mfumo sahihi ambao tunaweza tukapata taarifa za fedha ngapi zinaletwa na watu wangapi wanafanya nini na kingapi ambacho kinapatikana. Mheshimiwa Spika, nataka tuendelee kuhakikishia bunge lako kwamba mfumo huu ambao nimeusema hapa utaanza kufanya kazi katika mwaka huu wa fedha. Tumekwisha kamilisha mfumo wa kielektroniki pia kwa ajili ya kuendesha mashtaka na kuweka kumbukumbu kwa migogoro ya wafanyakazi. Yaani hapa nazungumzia OCMS ambayo Mheshimiwa Spika kwa lugha ya Kiingereza dakika 2 Mheshimiwa malizia. Kengele ya pili imeshagonga. Dakika 10. Dakika 2. Dakika 10 sukisha. Nimekuongeza dakika 2 kwa sababu 2 nilishakupa. Yaani muda wako ulikuwa umeshaisha, nikakuongeza dakika 2 na sasa nimekuongeza 2 umalizie. Okay. Sawa. Mheshimiwa Spika, naomba kwa niaba ya serikali yale majibu yetu tulikuwa tumeandaa yote yaingie kwenye ansari ili tusije tukaacha ombwe kwa yale maswali au michango mizuri iliyotolewa na waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo sasa naomba niseme tena kwamba naunga mkono hoja iliyotolewa na baada ya hapo Mheshimiwa Spika, naomba kwa ruksa yako sasa nikae. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Bunge, Waziri wa Nchi,
ofisi